Dr. Jeremia Choga na toka Wizara ya Mifugo na Uvuvi, ni afisa mfawidhi wa kituo cha uchunguzi wa maradhi ya mifugo kanda ya Nyanda za Juu Kusini. Ya kipindi cha miaka 5 ambayo tumeanza mwaka huu mpaka 2029. Na tumeanza kwa kuchanja ugonjwa wa homa ya mapafu kwa ng'ombe, lakini pia sehemu zingine tunachanja mbuzi na kondoo dhidi ya ugonjwa wa sotoka ambao kwa kitaalamu unaitwa PPR. Lakini pia kwa kuku tunachanja ugonjwa wa mdondo ambao tunatumia chanjo ya 3-1. Kwa haraka mpango mzima kwa mwaka huu tuna mpango wa kuchanja ng'ombe milioni 19. Lakini pia tuna mpango wa kuchanja mbuzi na kondoo milioni 40. Mbuzi na kondoo milioni 17, lakini kuku milioni 40. Hiyo inachukua takriban 70% ya mifugo yote tulionayo. Na hiyo mifugo tukiweza kufikia hilo lengo, tunakuwa na uhakika wa kudhibiti ugonjwa kwa kiasi kikubwa. Kwanza kabisa, kama nilivyosema, zoezi limeanza tangu mwezi wa 6 lilipozinduliwa na Mheshimiwa Rais, na nipende kuwashukuru wafugaji na wadau wengine wote kwa kuunga mkono zoezi linaloendelea, kwamba wamejitokeza kwa wingi, wanaendelea kuchanja mifugo yao. Na kingine ambacho pengine sikusema ni kuhusu gharama za uchanjaji. Serikali imegharamia nusu ya chanjo. Kwa hiyo kwa ng'ombe mmoja, badala ya kumfugaji kulipa shilingi 1000 kwa chanjo moja, atalipa nusu ya gharama ambayo ni shilingi 500 kwa kila ng'ombe. Lakini kwa kule ambako tunachanja mbuzi na kondoo, atalipa pia nusu ambayo ni gharama shilingi 300 kwa kila mbuzi na kondoo. Lakini kuku wanachanja bure kabisa bila gharama yoyote. Serikali imegharamia 100% ya chanjo za kuku. Kwa nini? Kuku wanafugwa na vijana, kina mama, wazee. Kwa hiyo serikali imeona ni vizuri iendelee kuongeza juhudi, lakini kwa wanyama wengine kuna chanjo, kuna gharama kidogo za kuchangia. Hiyo ndio. Lakini kwa sambamba na hilo, serikali imetoa vitendea kazi vya kuchanjia. Hii ni moja ya kitendea kazi, hiyo ni kwa utambuzi. Lakini kuna pikipiki zimetolewa kwa wataalamu wa mifugo, lakini pia kuna bishkwambi, tunasema simu janja kwa ajili ya kuchukua hizo takwimu za uchanjaji, lakini pia na vifaa vingine vya uchanjaji. Kwa hiyo kwa maana hiyo, serikali imedhamiria kutokomeza magonjwa ya mifugo ifikapo 2029. Asante. Ya kufanikisha zoezi hili, naomba nitoe wito kwa Watanzania wote kwa ujumla, lakini hasa hapa Mafinga leo ambako tupo, lakini kwa kanda ya Nyanda za Juu Kusini yote, wafugaji wote na wadau wengine wote, tuchangamkie fursa ya chanjo na utambuzi wa mifugo yetu, ili tuweze kuungana na serikali kutimiza lile lengo ambalo limepangwa la kuchanja mifugo yetu, kutambua mifugo yetu iweze kuwa na afya njema, na hivyo tupate mazao bora kwa ajili ya usalama wa chakula na pia ulinzi wa afya ya watumiaji wa mazao ya chakula. Kwa hiyo sisi wafugaji tuna kauli mbiu, tunasema ujanja ni kuchanja. Adonis Ulimboka ni daktari wa mifugo ama wanyama halmashauri ya Mafinga. Sisi halmashauri ya Mafinga ni moja kati ya halmashauri zinazotekeleza mpango mkakati wa uchanjaji wa mifugo dhidi ya magonjwa ambayo mwenzangu mtangulizi ameshakuyasema. Tunachanja kuku dhidi ya kideri, lakini mafua kwa kuku pamoja na gumboro. Lakini pia tunachanja ng'ombe dhidi ya ugonjwa wa homa ya mapafu ama CBPP. Sisi kwetu tumejipanga na kuchanja kuku 240, na tuligawanya mazoezi yetu ya uchanjaji wa kampeni ya chanjo kwenye awamu 3. Awamu ya kwanza ilikuwa ni awamu ya uchanjaji wa kuku. Chanjo ya kuku ilichanjwa na tulifikisha, tulikuwa na lengo la kuchanja kuku 240, lakini tumefikisha kuku 337,319, sawa na 98% ya uchanjaji mzima. Lakini sasa hivi tunaliendea, tuko na zoezi la awamu ya pili ya chanjo ya homa ya mapafu kwa ng'ombe, ambapo target sisi ni kuchanja ng'ombe 10,000.
lakini mpaka leo hii tumefikisha ng'ombe 8,488 sawa na 98, sawa na 85 ya uchanjaji. Hii ni awamu ya pili. Awamu ya kwanza Togomaka Mwakang'ata ni mfugaji wa ng'ombe kata ya Changalawe. Tunashukuru serikali kwa kutuletea chanjo za ruzuku. Kimsingi chanjo zimekuwa zina manufaa kwetu, ni bei nafuu 500 kwa kila ng'ombe, na tunashukuru wataalamu wetu kwa kutufikia kutusaidia kutuchanjia ili kuepusha hii homa ya mapafu ambayo tunaamini itasaidia na katika uzalishaji kwa ujumla. Wito wangu kwa Tanzania wote mtakaweza kunisikia, mjitahidi kuchanja. Chanjo nafuu sana, imekuwa ya ruzuku. Kwa hiyo kwa upande wangu nashukuru sana serikali. Nitaanza kujitambulisha. Majina naitwa Michael Nyarusi, mimi ni mfugaji. Tunaishukuru serikali kwa kutuletea ruzuku hii ya chanjo kwa sababu tunasumbuliwa sana na magonjwa. Kwa hiyo kwa chanjo hizi zitatusaidia sana kwa kupunguza magonjwa mbalimbali yaliyopo katika maeneo yetu na pia kuboresha mifugo yetu iendelee kuwa istawi na iendelee kuwa bora zaidi. Majina